Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Wanamume ni wasimamizi wa wanawake, wasimamizi. Akataja sababu kwa nini Mwenyezi Mungu kampendelea mwanamume awe msimamizi, au kwa nini Mwenyezi Mungu kamtaja mwanamume awe msimamizi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanamume ni wasimamizi wa wanawake, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Sababu ya kwanza Mwenyezi Mungu kamuumba hivyo mwanaume kwamba awe ni kiongozi. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, Mwenyezi Mungu kamfadhilisha zaidi mwanaume, ana sifa ya kuwa ni kiongozi. Kimaumbile yuko hivyo na ameandaliwa toka mwanzo kwamba yeye ni kiongozi. Linasimuliwa tukio moja kwamba iliwahi tokea zamani, miaka ya nyuma sana huko. Akina mama wawili walipelekwa hospitali kwa ajili ya kujifungua, na wakajifungua wakati mmoja, ila watoto tofauti, jinsia tofauti. Mmoja mtoto wa kiume, mwingine mtoto wa kike. Kabla hizi taratibu zilizopo sasa hivi, manesi wakachanganya, baadaye wakashindwa kujua mtoto wa kiume ni wa mama yupi na mtoto wa kike ni wa mama yupi. Tukio la kujifungua si dogo. Akina mama wenyewe hisia hazipo, wanaoshughulika pale ni manesi. Manesi wamejichanganya, wakashindwa kujua wa kiume ni wa mama yupi na wa kike ni wa mama yupi. Ikawa ni tatizo kubwa kweli kweli. Asija akapewa mama mtoto ambaye si wake. Haya masuala ya vipimo vya damu, DNA, ilikuwa bado kabisa. Tatizo, watu wametatizika. Akina mama wenyewe hawajui. Manesi nao pia wamefikia hatua sasa hawajui yupi ni wa yupi. Walipokuwa wakitafuta namna ya kutatua changamoto hii, wakamuuliza shekhe mmoja kwamba tumetatizika, tukio limetokea 1 2 3, tumefika sasa hatujui mama yupi kajifungua mtoto wa kiume na mama yupi kajifungua mtoto wa kike. Yule shekhe asema pimeni maziwa tu. Akina mama wote wawili akamuliwa maziwa, pimeni maziwa. Yule mama ambaye maziwa yake ni mazito ndo alijifungua mtoto wa kiume. Walikuwa hawajui kwamba yale maziwa yanatofautiana. Walipoyapima yale maziwa wakaona kweli yana utofauti. Mama mmoja maziwa yake ni mazito zaidi kuliko mengine. Wakataka kujua kwa nini she? Kwa nini huyu aliyejifungua mtoto wa kiume maziwa yake ni mazito zaidi, cream nyingi zaidi? Huyu aliyefungua mtoto wa kike tofauti, maziwa yake ni mepesi. Sheikh akasema mwanaume kaandaliwa kwa ajili ya usimamizi, kiongozi. Kwa hiyo hata lishe yake tofauti. Kitu ambacho hata akina mama sasa hivi ukiwauliza wanaweza kukuthibitishia. Mtoto wa kiume na wa kike wanatofautiana kunyonya. Watoto wa kiume wananyonya sana kuliko watoto wa kike. Hata ukipita umri wa kunyonya katika makuzi ya kawaida, watoto wa kiume wanakula zaidi kuliko watoto wa kike. Watoto wa kike wanakula kidogo, watoto wa kiume wanakula sana. Maumbile ndio yako hivyo, huyu kaandaliwa hivi. Kwa kuwa ni kiongozi, basi lishe yake tofauti, kula yake tofauti, kuanzia alipokuwa tumboni, amezaliwa, na hata katika maisha ya siku zote. Akina mama kula sio sana, wanakula kidogo. Lakini akina baba bwana, lakini tazama na majukumu yao. Lishe yao inafanana na majukumu yao. Akina mama wanakula kidogo, lakini tazama majukumu yao. Sasa aya hii inasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanamume ni wasimamizi wa wanawake, bima faddala Allah. Akaanza kutaja Mwenyezi Mungu kwa nini mwanaume awe msimamizi. Kwanza Mwenyezi Mungu kamuandaa, kamuumba hivyo mwanaume awe msimamizi. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, ay fil khalq. Mwenyezi Mungu kamfadhilisha zaidi mwanaume katika maumbile kwa sababu anakwenda kubeba majukumu mazito, ni kiongozi. Hiyo moja. Lakini la pili akasema wabima anfaqu min amwalihim. Mwanaume anakuwa kiongozi kwa sababu yeye ndo anatoa, yeye ndo anagharamia kuanzia ndoa. Yeye ndo analipa mahali. Mwanamke anapokea. Lakini la pili, gharama zote za ndoa anazibeba mwanaume.
Hapa tusikilizane vizuri, tofauti sana na tunavyofanya jamii yetu. Yaani ukisikia kuna ndoa, swala la walima inabeba familia ya mke. Yaani jamii ndio iko hivyo. Lakini utaratibu swala la walima ni la mwanaume. Sahaba mmoja anataka kuoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia aulim wala ubisha, weka walima japo kuchinja kata kambuzi kamoja, kama umeshindwa sana hata kambuzi kamoja tu. Anaambiwa muoaji, sio muolewaji wala si familia ya anayeolewa. Jamii yetu ipo kinyume. Ikija posa inajadiliwa, posa inajadiliwa mtu mmoja na kubaliwa, lakini sasa familia wanaanza kuumiza vichwa. Tunawalisha nini? Na kama familia ya mwanaume ni familia ambayo ni maarufu na watu wengi, familia ya binti ndio wanaumiza kichwa zaidi. Watu wenyewe wale maarufu, watakuja watu hapa, itapigwa budget katika familia ya binti, sio familia ya mwanaume. Na wengine upande wa mwanaume wala hawafanyi maandalizi yoyote. Wao wanaenda kuoa, wanajua kila kitu tutamaliza huko. Wapo ambao huwa wanashirikiana, wanakaa pamoja, wanapanga, na ni mara chache, lakini mara nyingi utakuta gharama zote zile zinabebwa na familia ya binti. Lakini uhalisia ilikuwa ni mwanamume ndio anatakiwa. Kwa aya hii, wa bima anfaqu min amwalihim, mwanamume amekuwa kiongozi kwa sababu yeye ndio amegharamia. Gharama zote za ndoa zile anazibeba yeye, lakini na mahari pia vile vile kampa mkewe.